Kama eti mtu ananiambia UVC sema anaruhusiwa kufanya kongamano chuoni, sisi tumezuiliwa. Hakuna aliyewazuia, mmejizuia nyinyi wenyewe kwa wenu. Nilikuwa naongea na kiongozi wenu hapa, ananiambia hata kutuma message kwenye grupu eti wanawazuia. Na nyie mmekubali kama ng'ombe. Nini maana ya elimu sasa? Kama elimu yako haikuwe kufikiri na kukataa ujinga public na kila mtu ajue. Tumekuwa vioni hapa na chanzo cha kufuta haya mambo ya vyuo vikuu siasa isifanyike. Sasa siasa isipofanyika chuo kikuu ifanyike wapi? Kijini kwetu Kitakaseme. Mtu wa darasa 7 anaweza kuchambua madhara ya Irani na Marekani na vita yake. Wewe msomi unapaswa kuchambua hivi. Utalichambulia wapi? Chooni? Kama huwezi kulichambua kwenye premises za chuo kikuu. Hiyo ni chuo kikuu au ni nursery school? Chuo kikuu ambako wewe kila mwanaume nani anaenda kuna mwalimu aliwahi kukuuliza eti wewe si unalala nani? Kwa sababu umeshavuka level. Uko kwenye university unaweza kujiamulia mambo, wewe ni mtu mzima. Wanakuambia usijadili siasa chuoni. Utajadili nini sasa? Ujadili kwaya? Ujadili nini? Ujadili mapenzi na Diamond chuoni? Chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho sisi wote tulikuwa tuna aspire kwenda. Mimi niliposhindwa kwenda chuo kikuu cha niliona kama dunia yote imeisha. Nimefanya matriculations kuchukuliwa, nikachanganyikiwa. Nilikuwa na ndoto ya kwenda kusimama Nkrumah Hall nihutubie. Nkrumah imekuwa ukumbi wa kupigia makofi CCM. Mnasema tuko chuo kikuu. Chuo kikuu maifuti. Alafu mnasema tumwachie Mungu atatubadilishia nchi. Hakuna Mungu wa hivyo. Hata mkisali mpaka mvua inyeshe hapa, hakuna Mungu atakaye kuja kufanya wajibu wako. Huo wajibu ni wa kwetu wanafunzi wa vyuo vikuu. Huo wajibu wa kukataa ufisadi. Hii ni nchi ambayo majaji wakuu wa staff wanaongoza tume, wanasema watu wanaotekwa wametekwa kwa sababu ya mapenzi. Tunageuzwa kuwa taifa la ndondocha. Na tusipokataa uongo huu kwa nguvu, utajengwa, utakuwa imani, itakuwa way of life. Kweli utaonekana ni tatizo, uongo ndio njia nzuri. Uchawi ulianzishwa na Magufuli. Juzi tuko bungeni. Kuna kijana mmoja tuko naye mjinga na Gumba. Alikuwa mbunge si wa Morogoro Kusini Mashariki. Wakati tunapinga export levy ya zao la korosho kuchukuliwa na Magufuli, yeye akasimama akaungwa mkono. Kesho yake Magufuli akamteua kuwa naibu waziri wa kilimo. Kiraza, kwa sababu nafahamiana na mtu fulani. Nitakuwa kwenye ofisi, sio kwa sababu baba yangu ni fulani. Tuna wajibu wa makusudi. Mabadiliko duniani yanaletwa na vijana na watu maskini. Mungu awabariki sana, asante kwa kunisikiliza.